Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumatano ya juma la 10 la mwaka. Injili inayotuongoza siku ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 19. Ndugu wapendwa, katika injili ya leo tumesikia Yesu akituambia, msidhani kwamba nimekuja kuitangua sheria au manabii, sikuja kuitangua bali kuitimiza. Maneno haya yanatufundisha ukweli muhimu sana kuhusu mpango wa Mungu wa wokovu. Watu wengi wakati wa Yesu walidhani kwamba mafundisho yake yalikuwa yanapingana na sheria ya Musa. Ndio maana Yesu anawaeleza wazi kwamba hajaja kuharibu yale ambayo Mungu alikuwa amewafundisha watu wake tangu zamani, bali amekuja kuyakamilisha na kuyafikisha kwenye ukamilifu wake. Fikiria mbegu inayopandwa ardhini. Mbegu inapokuwa na kuwa mti mkubwa, haimaanishi kwamba mbegu iliyopandwa ardhini imeharibiwa, ila mbegu imetimiza kusudi lake. Vivyo hivyo, Agano la Kale lilikuwa ni maandalizi ya ujio wa Kristo, na Yesu ndiye utimilifu wa ahadi zote za Mwenyezi Mungu. Tatizo la watu wengi kipindi cha Yesu ni kwamba walijikita zaidi katika kushika sheria kwa nje kuliko kuelewa kiini cha sheria hiyo. Waliheshimu amri, kanuni na taratibu, lakini mara nyingi walisahau kwamba msingi wa sheria zote ni upendo. Yesu anatuonyesha kwamba amri zote za Mungu zinaelekezwa kwenye jambo moja kuu: kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hata leo sisi pia tunaweza kuangukia katika mtego huo huo. Tunaweza kuhudhuria misa kila Jumapili, kusali rozari, kutoa sadaka na kushiriki shughuli nyingi za kanisa. Lakini wakati huo huo tukashindwa kusamehe, tukawa na chuki, wivu na kutokuwajali wanaohitaji msaada wetu. Yesu anatukumbusha kwamba Mungu hatazami matendo ya nje pekee, bali anatazama moyo. Injili ya leo pia inatufundisha umuhimu wa kukua kiroho. Mara nyingi wanadamu tunaogopa mabadiliko kwa sababu tunapenda yale tuliyozoea. Lakini Mungu daima anafanya mambo mapya. Anatutaka tuendelee kukua zaidi katika imani, katika sala, katika upendo na katika utakatifu. Kanisa halibadilishi ukweli wa Injili, lakini daima linatafuta njia mpya za kuifikisha Injili kwa watu kwa nyakati tofauti. Vivyo hivyo, kila Mkristo anapaswa kuendelea kujiboresha na kumkaribia Mungu zaidi kila siku. Leo tujiulize maswali haya. Je, ninaishi imani yangu kwa kufuata sheria tu, au ninaongozwa na upendo wa kweli kwa Mungu na kwa jirani? Yesu hakuja kutupatia sheria nyingi zaidi, bali alikuja kutufundisha namna ya kuziishi sheria zote kwa njia ya upendo. Tunapompenda Mungu kwa moyo wetu wote na kumpenda jirani kama nafsi zetu, tunakuwa tumetimiza maana halisi ya sheria yote. Basi tumuombe Roho Mtakatifu atupe neema ya kuishi si kwa kufuata sheria kwa nje tu, bali kwa kuishi upendo ambao ndio utimilifu wa sheria zote. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.